Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News, na bado tunakufahamisha mengi yanayojiri duniani, lakini tuelekee huko Tehran ambapo taifa hilo la Iran linasema litafanya mashambulizi ya mapema dhidi ya shabaha za Marekani na Israel iwapo itagundua shambulizi linalokaribia. Hii ni kauli iliyotolewa na spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ambaye amesema hayo. Onyo hilo linakuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kueleza kuunga mkono maandamano katika miji ya Iran yaliyochochewa na kuongezeka kwa mfumuko wa bei na kuzorota kwa uchumi. Wacha wale wanaotishia Iran waonywe. Shambulio lolote dhidi ya Iran litafanya maeneo yote inayokaliwa kwa mabavu, vituo vyote vya kijeshi na vituo vya meli za Marekani katika eneo hilo kuwa shabaha halali. Ghalibaf alisema katika bunge hilo, hatujizuii kujibu tu baada ya shambulio na tutachukua hatua kwa kuzingatia dalili za tishio, na hakuna mtu anayefanya makosa ambayo yatawapeleka kwenye maafa zaidi, aliongeza Ghalibaf. Hayo yanajiri baada ya Marekani kutoa tishio, hasa kauli ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba watawasaidia waandamanaji katika kuondoa utawala wa Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi wa kidini. Trump amesema Marekani itawasaidia waandamanaji iwapo serikali itaendelea kukabiliana na ghasia zinazoikumba nchi hiyo. Ni bora usianze kupiga risasi kwa sababu tutaanza kupiga pia, alisema. Netanyahu pia ameelezea kuunga mkono waandamanaji. Kwa mujibu wa gazeti la New York Times, Trump amefahamishwa kuhusu chaguzi za kijeshi, ikiwa ni pamoja na kushambulia maeneo yasiyokuwa ya kijeshi mjini Tehran, ingawa uamuzi wa mwisho haujatolewa. Hapo awali Marekani na Israel zilishambulia Iran mnamo Juni mwaka 2025 zikilenga maeneo ya kijeshi na vituo vya nyuklia. Machafuko mabaya zaidi katika miaka hivi karibuni yamezuka kote Iran mnamo Desemba 28 baada ya sarafu ya kitaifa kuanguka na kusababisha ongezeko kubwa la bei ya chakula na chakula kikuu. Maandamano yaliongezeka na kusababisha mapigano na polisi, mashambulizi dhidi ya majengo ya serikali na wito wa baadhi ya waandamanaji kutaka kurejeshwa kwa utawala wa kifalme. Mamlaka imejibu kwa kuweka mtandao na simu kuzima kote nchini. Baadhi ya vyombo vya habari vinadai kwamba zaidi ya watu 200 na wengine 500 wameuawa, lakini gazeti la Times limenukuu daktari wa mji mkuu likisema watu 200 wameuawa. Shirika la habari la Iran la Tasnim limeripoti kwamba waasi waliwaua takribani raia 25 na maafisa 6 wa usalama na kujeruhi wengine 120. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.